Yeah, hallelujah. Nikujie na kripu hii ambayo pia naamini ni ngumu sana, na pia nikujulishe, si furaha yangu kutofautiana, kukosana, kukwazana ama kutoa jumbe na kripu ambazo watu fulani wanaonichukia sana au wanaonipenda sana kuwavuruga zaidi ama kuwavuruga. Si furaha hata siku moja. Yani mimi si mwanadamu ambaye ninafurahi sana kukosana, kuumiza watu ama kukwaza watu. Sina jinsi ninapofanya haya, lakini asikwambie mtu na usifikirie kwamba natoa jumbe hizi kwa sababu yani naona ndo uhubiri, ndo famous. Nye watu, mimi nimekuwa famous kwa kuimba nyimbo za tenzi. Nyimbo za tenzi na nyimbo kadha wa kadha ambazo kiujumla hazikuwa na maneno makali. Zile nyimbo bado mpaka kesho ningeweza kuziimba. Mimi nimekuwa famous na nimekuwa na heshima kubwa kwa sababu ya kusaidia watu wenye uhitaji kwa kazi za mikono yangu. Nafanya kazi, napata pesa, na wasaidia watu maisha yao, mitaji, na jenga nyumba na wapa bure. Humo ndo nimopata heshima kubwa na sifa kubwa na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo huku kwingine sipati heshima yoyote. Hata kama napata heshima, naipata nikiwa nimepoteza heshima, umaarufu, umuhimu kwa watu wengi zaidi, na kupata umuhimu pengine kwa watu wachache ama hata kwa Mungu. Lakini kama hiyo haitoshi, bado nimepata hasara ya vingi, ikiwemo hasara ya mwanangu kwa sababu ya pengine msimamo huu ambao kwa sasa nasema tu mapenzi ya Mungu na yatendeke. Clip title ya leo inasema, huyu ndiye mhubiri. Huyu ndiye mhubiri aliyeharibu maana ya Injili Tanzania kama si ulimwenguni. Huyu ndiye mhubiri aliyeharibu zaidi maana ya Injili Tanzania kama si ulimwenguni. Na leta clip hii kwa sababu kuna aina fulani ya mhubiri ambaye katika comment za hapa na pale, kufuatilia ile clip, fuatilia clip ya ambayo inasema hakuna mhubiri katika hawa, hakuna mhubiri anayehubiri Injili. Na inawezekana Tanzania wote tunadema, Tanzania na ulimwenguni huenda wote tunadema, hatuhubiri Injili. Nimetaja sifa za Injili. Injili inamfanya mwenye kuhubiri kuaje? Alianza nani? Akaweka mfano na kwamba iwe iwavyo, kila atakayehubiri lazima aje apite hapa, na Injili huwafanya wanaosikia kuaje. Nimeeleza mle, lakini ziko comment kadha wa kadha ambazo zinapelekea wakati mwingine weke sawa unavyoendelea, kwa sababu somo ama clip hii ya Injili ni nini nilitaka kuendelea nayo sana, kuingia ndani sana. Injili huwafanya watu kuaje kama ni Injili kabisa, lakini unaweza kuwa unaendelea mbele wakati hujaweka sawa watu wengine. Katika wote wanaotetewa kwamba wote ni wahuni ila huyu, wote ni wahuni ila huyu, basi hebu ngoja nichambue huyu mmoja, na kwamba pamoja na kuwa kipenzi na furaha ya wengi, lakini ndiye moja ya watu walioharibu maana ya Injili Tanzania na duniani. Na pengine utafahamu ni kipenzi cha watu wa aina gani. Na ifahamike, kuna maelezo ambayo nimeyatoa mara kadhaa kwamba kuwa kipenzi hawanzi wewe kwa sababu unahubiri. Wapo akina Diamond, wapo wacheza mipira, wana wapenzi wengi. Wapo marapa, yani wale wanaoimba nyimbo za kulapu,
nao husema mabaya mengi katika jamii na wanakuwa na wapenzi wengi. Kwa hiyo upenzi kisiwe kipimo cha mwisho cha kukuhalalisha kwamba unayofanya ni sahihi. Mimi nahisi ya kwamba Biblia kingekuwa ni kitabu kinachokuidhinisha kwamba unayofanya ni ya maana. Kwa sababu kitabu hiki mwisho wa siku ndicho kinachoweza kufanya usije ukajuta milele. Title yangu leo, ukumbuke nimeshakwambia kwamba sitoi hizi title kwa sababu nimefurahi. Yani mimi kazi yangu ni kushambulia, kupambana na watu. Ni no way out. Ni kwa ajili ya haya nalirudishwa kutoka kwa wafu. Mungu alitaka kila neno atakaloweka kwenye kinywa changu nikalinene. Ndio maana katika Yeremia 20:7 anasema, Bwana umenihadaa. Ulisema utanena wewe na kumbe nanena mimi, nachukiwa mimi, natukanwa mimi, na hatimaye naingizwa kwenye hatari na hasara kubwa mimi, yenye maumivu makubwa. Na nena haya sina jinsi, na inawezekana asingetokea mtu wa aina yangu duniani unena mambo ya aina hii, wanadamu wangesema hatukujua. Lakini sasa no way out, wameshajua. Ila mimi naye yasema si mambo mepesi, sio rahisi, yameshaniingiza hasara, yameshaniumiza kiwango ambacho hapa nasema mpaka moyo unatamani kutoka moja kwa moja. Pumzi naiona ni kama kila pumzi ni ya mwisho. Niko taban hoi bin taban. Huyu ndiye mhubiri aliyeharibu maana ya injili Tanzania kama si ulimwenguni. Kwanza pengine pia nikupe picha ya kwa nini na shughulika na wahubiri ama walokole ama walio wanaoitwa wameokoka au wanaoitwa wahubiri. Kibiblia huwezi, ama kibiblia, nianze na hii. Kibiblia kila alipotokea mtu wa haki, mtu wa Mungu, inawezekana si mimi, lakini hata atakapokuja kutokea mtu wa haki, hataanza na walevi na waovu, wale waovu walio wazi. Ataanza na wale walio kama kondoo. Kibiblia kila alipotokea mtu mwenye haki, tufanye mimi simo kabisa miongoni mwa wenye haki, atakapokuja kutokea hataanza na walevi na wazinzi, wale walio dhahiri kabisa. Ataanza na wale walio kama kondoo, wale wanaofanya kama wanataka, wanajionyesha kuwa wema. Lazima asafishe hawa. Ukisafisha hawa walioko ndani, automatically wale wa nje wanaingia wenyewe. Nyumba ikisafisha ndani, ikapambwa, ikawekwa chakula vizuri, utashangaa wanyama na wanadamu wote wanasogea penye nyumba hiyo. Kwa hiyo kahubiri wenye dhambi kule, kahubiri wenye dhambi. Kwanza, kuwa mhubiri na kuwemo kanisani si tafsiri ya kwamba huna dhambi. Si tafsiri ya kwamba huna dhambi. Lakini mbili kubwa, tutakuhubiri wewe uliye karibu zaidi. Uliye karibu zaidi. Na hata mtoto unayemchapa zaidi ni yule mwenye nidhamu. Hata mtoto anayechapwa zaidi shuleni, aliyetoroka, aliyeacha shule, atachapwa atakuta wapi? Mtoto anayechapwa na kufuatiliwa vizuri maendeleo yake ni yule anayejaribu kuwa na nidhamu shuleni. Kwa hiyo mhubiri wako na wahubiri wenu katika siku ambazo mimi nitakuwepo, ndio nitakao wagusa zaidi na kusahihisha zaidi na kuwasafisha zaidi, na wale waitwao walokole, wale mwingine walokole inamsumbua, waliookoka, wale wenye bidii kutaka kutenda mema, hao ndo nitakao wagusa zaidi, kwa sababu anayekuwa na nidhamu, wanafunzi, mtoto anayekuwa na nidhamu ndiye anayefuatiliwa zaidi maendeleo yake, ndiye anayekemewa zaidi na kufundishwa zaidi. Hiyo pia imo katika, nikwambie tu, Yesu alipokuja asema, nimekuja kwa walio wangu nao hawakunikubali. Na alipoagiza wanafunzi kwa mara ya kwanza, Mathayo 10:5 asema, hao tanashara
Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu mwenyewe hakuja kwa watu wa mataifa. Paulo alipoanza kuhubiri kwanza kwa watu wa mataifa. Kina Petro walianza kwanza kwa watu ambao wana juhudi kwa namna moja na nyingine ya kutaka kufanya mema, lakini si katika maarifa ama sio katika picha iliyokuwa imetakiwa. Sijui kama naweza nikawa najibu hayo yanatosha. Hayo nayajibu kwa wale uhubiri wa uhubiri, kahubiri wenye dhambi kule, kahubiri kwanza. Na wenyewe kuwa mhubiri haiondoi kwamba umekuwa mkamilifu. Biblia inasema katika Mithali 28 mstari wa 23, narudia sana hii mstari, amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Kefa alikemewa na Paulo, ingawa Kefa ndo aliachiwa jukumu alishe kondoo na kuchunga kondoo. Alikemewa. Paulo akasema mnafi. Kuwa mhubiri haiondoi. Haya, kamfuate kila mtu nani. Hebu nikusanyie kwa sababu mimi sipendi kuongea hivi unavyo. Nikusanyie hao wote naojua wahubiri wakubwa, nikusanyie waambie Mbarikiwa anataka kuwaonya jambo, kuwakataza jambo. Nikusanyie, niitie huyo, mwambie aje hapa kanisani. Alafu akuambie, kwa sababu haya ninayosema hapa ni madogo sana kuliko ninayoweza kumwambia. Niletee huyo. Haya, mwambie na muita. Huyo unayemuita mhubiri mkubwa, mwambie na muita. Au nikusanyie hao unaoita wahubiri wakubwa, nikusanyie, niite nije hapo. Uone kama sitawaambia mambo ya ndani, ya mbali sana kuliko haya nayoongea. Haya naongea bado yanastaa sana haya. Na yasitiri sana haya. Yaani hivi ndo nimeyasitiri pa mwisho. Ukisema nilaluke tu kabisa niyaseme kabisa. Yesu alisema ikiwa nimewaambia mambo ya duniani hamuyaamini, hamuyaelewi, itakuwaje nikiwaambia ya mbinguni? Wewe jua tu. Ukitaka ufahamu, ona wakati fulani mkicomment fulani, ona wakati fulani, kuna wakati naingia ndani kidogo. Ndani kuliko nilipokuwa nimeingia. Fuatilia kwa mfano nakoingia leo kidogo. Sema huyu ndiye mhubiri aliyeharibu maana ya injili Tanzania na kama si ulimwenguni. Jambo la kwanza, hutumia kila ufundi kuwafurahisha wasio tayari kufuata maandiko fulani kwa sababu ya watu kuwashangaa. Mhubiri huyu hutumia kila ufundi. Naposema ufundi ujue na ujua. Mimi nimewahi kuhubiri maneno ya kiufundi yasio na kukosana na watu. Nimewahi kujaza makusanyiko makubwa ya watu. Na ujua ufundi fika. Na najua ufundi fika. Yaani kuongea yale tu ambayo yatawaacha watu kwenye uovu, yatawaacha watu kwenye maisha fulani yenye kuharibu, kuumiza wengine. Lakini hawa utakapoongea na kusoma vipengele vya Biblia utawafurahisha sana, ila utawaacha wanavaa wanavyotaka, utawaacha wanaishi wanavyotaka, ila utawasomea vitabu kadha wa kadha vya Biblia vitakavyoonyesha hakuna madhara yoyote yanayokuja mbele yao. Ufundi huo na ujua. Sasa kuna ufundi mmoja hapa, ushikie. Huyu sio mtu aliyeanza injili. Injili mfano wake uliwekwa na Yesu katika Mathayo 3. Haya haweki wazi huyu. Haya Mathayo 3 mstari wa 13 haweki wazi kwamba mwanzilishi wa injili alipita hapa. Wote tunatakiwa kupita hapa. Hiyo ndo njia ya kuonyesha ni watiifu, tuko tayari kufuata maagizo yote, kuitimiza haki yote. Huyu haongei hili kinagaubaga, yuko kimya na anajua madhara yake, anajua njia ni Yesu. Yesu alileta picha halisi ya utakayetaka kwenda kwa Baba, utakayetaka kuwa kama mimi, utakayetaka kuaminiwa na Mungu, kuishi na Mungu. Njia ni hii. Haweki wazi. Na fahamu sisi tulikuwa huko
Sasa sikia nisome Mathayo 3 mstari wa 13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe waje kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akakubali. Wapi huko amepelekwa? Yordani, kwenye mahali penye maji mengi. Hivi tunasikia wakachota kwenye birika, akamnyunyizia kichwani. Hivi ndio tunavyosoma. Ndio kubatiza, ndio tafsiri yake. Batiza manake zamisha kitu fulani kwenye kimiminika fulani. Hicho kilichozamishwa kitoke na picha ya kilimo zama, iwe ni kwenye damu, iwe ni kwenye juisi, iwe ni kwenye maji. Zamisha ndio tafsiri ya batiza. Huyu mhubiri haongei kinagaubaga kuambia wafuasi wake kwamba katika yote mnayonitii kukamilisha haki yote inatakiwa mkazame. Anajua watamkimbia, wanachukia, hawataki, kwa sababu kubatizwa ni ishara ya kuwa tayari kudharirika kwa sababu ya imani ulio nayo. Ndio maana jana nimekwambia injili lazima unayeipokea ikudharirishe kwa namna fulani. Warumi sura 6 inaongea pale. Kubatizwa ni ishara ya kukubali aibu aliyoipitia Yesu msalabani, kule kusurubiwa uchi wa mnyama. Na ubatizo, ukibatizwa tu kwenye maji, mara nyingi nguo zinakubana, zinakukalia, zinakushikilia, na unakuwa ni mtu ambaye uchi ama na maumbile yako yanaonekana kirahisi. Kwa unakuwa ni mtu fulani uliyekuwa tayari kuaibika. Unaonyesha niko tayari kwa aibu nyingine yoyote itakayokuja. Ndo tafsiri na maana ya kubatizwa. Akasome kwa wakati wako. Sisomi hiyo, utasoma Warumi 6 pale, utasoma hiyo kwenye mstari wa kwanza na mpaka wa 6 pale. Utasoma utaona haongei huyu. Haongei. Na kwa kadri unavyowafanya watu vitu alivyofanya mwanzilishi wa neno la Mungu na imani, unavifanya si muhimu, ndivyo wanavyozidi kupunguza kila kitu na kukifanya si muhimu. Kwa sababu wanaona siongei hiki lakini mapepo yanatoka. Ufundi, na najua ule ufundi na kale kaneema na kale kauwezo kaziada hatoagi Mungu tu, hata shetani huja kama malaika wa nuru. Huyu ndiye aliharibu zaidi maana ya injili huyu, kwa jinsi anavyorahisisha mambo muhimu kama hili. Muhimu la kwanza kabisa la muamini, huongei uwazi. Watu wanafanya matakataka tu mengine tu, anasema ni ubatizo. Matakataka tu mengine ya kuzimu tu, hata ni ubatizo huongei. Huyu ndo anasema ni mhubiri, asiguswe huyu, asiguswe. Amna mwanadamu ambaye hatakiwi kuguswa. Ubinadamu ni kupangana na kuambiana wazi sababu gani ya vitu. Pengine wengine hamfahamu ubatizo una sababu gani, una maana gani. Ndio nimekujulisha hapo. Ni ili utimize haki yote. 1, 2 ni ili uonyeshe kwamba niko tayari kuaibika. Kwa sababu ya vile ukishazama kwenye maji, yale maji yanakuwa yamekushikilia, maumbile yako yanakuwa dhahiri, ishara kwamba saa yoyote naweza nikawa uchi, kwa sababu ya njia hii, ya haki hii, ya imani hii, ya wokovu huu, ya ufalme huu. Sikia bali pengine Yohana 3 mstari wa 23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Kulikuwa na maji tele, walikuwa wanachota kwenye kindoo, kwenye kibirika, kwenye kikombe. Amna mpendwa, kubatizwa ni kuzamishwa. Huyu mhubiri ameharibu maana nje, kwa sababu anakusanya watu ambao hawaambii haya. Na mwisho wa siku na wenyewe wanakwenda huko. Nani mwambie tu, sisi akina Mbarikiwa tungekuwa ni watu na sisi wa kufurahia kila wanachofurahia watu, usingekuwa unasikia leo tunaongea mambo haya yenye uzito kiasi hiki. Sababu tulikuwa huko,
tulikuwa huko na tuliambiwa havina kazi. Mimi kuangalia hamna. Hivi anayeweza kusema kuleta picha ya injili duniani ni huyu ambaye tunajazana hivi au Biblia hii? Mimi nikasoma mwenyewe, nilichomoka, walitukana wenye kutukana, lakini hakuna ambaye nilichomoka kule ambaye ana hadhi, heshima na baraka mfano wa nilivyo. Nilifuata kila neno lilivyotakiwa lifuatwe, lifanywe. Paka leo hii wale wote wanaomfuata miaka nenda rudi wako pale pale, wako vile vile, lakini sisi tulishajitokeza tukazaa watu ambao ukimwona tu anaongea unasema mbarikiwa huyu. Tabia zake, maisha yake, hadhi yake kwenye jamii imebadilika, na unajua tu kabisa hata mbarikiwa akiondolewa huyu, ama wakati huu mbarikiwa yupo, unaona tu kabisa uwezi kujua mbarikiwa ni yupi. Sasa kama kuna mchungaji, mimi mtu yoyote aliyekaa kanisani hapa hata mwezi mmoja, yeyote kokota nakokwenda wanashangaza. Sasa mchungaji wako anaweza akawaje? Askofu wako anaweza, lakini unakuta ana mwezi mmoja tu hapo kanisani. Tumebadilika na tumebadilisha wengi, lakini tungekuwa kule tungekuwa tu vile vile tu vile. Amekuja kila mwaka amekuja. Nitakusomea, nitaingia ndani nitakavyokuwa naingia injili ni nini. Nitaingia ndani nitakusomea maandiko. Nasema injili ni taarifa zilizo na uwezo wa kumbadilisha anayesikia na kumfanya kama anayeongea. Nitakujulisha, nitakuonyesha mifano, nitakuonyesha mfano injili. Injili ni taarifa, ni habari njema, ni maneno, ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu, unaobadilisha maisha ya mtu anayesikiliza na kumfanya kuwa kama anayeongea kwa 100%, mpaka sura hii, mpaka sura hii. Haijalishi walizaliwa kwenye koo tofauti kiasi gani, kwenye rangi tofauti kiasi gani, wana umri tofauti kiasi gani. Injili ni ule uwezo wa Mungu ulio na uwezo wa kumbadilisha naye kusikiliza, kufanana na wewe kila kitu. Ndio maana kipande kikubwa mimi kila ninaoimba nao kanisani huwezi kugundua yupi ni ndugu wa nani, yupi sio ndugu wa nani. Kidogo nimeona picha hizo zinatokea. Hiyo ndio injili. Huyu ndiye aliyeharibu maana ya injili Tanzania. Ni mmoja kati ya walioharibu, yani walioharibu sana na kuifanya injili kwa kitu dhaifu, chepesi, cha hovyo, cha kawaida, kama cha upigaji tu, cha ujanja tu. Nilikwambia katika clip hilo ifuatilie. Injili sio maneno ya kistaarabu yanayofurahisha na kukubalika kwa kila mtu. Injili ni kitu kinachogawanya watu wakati wote, kinawagawa. Ndio maana mimi napendwa na wengi mpaka hivi niko kwenye majonzi makubwa. Wako watu walikuwa wananipa pole na wako tayari tunakuombea, lakini wanakuta naongea vitu ambavyo vinagusa vitu fulani. Tumekuacha sasa hatukuombei, yanayokukuta na yakukute. Ndio injili hiyo. Nilikusomea jana pale, nilikusomea akasema Yesu alipokwenda, huyu ndo alianza injili. Unaongea injili maneno ya kistaarabu tu ambayo ya usana tu watu wa aina ile. Nikusomea jana ile, sisomi leo, nifafanue kidogo hapa. Huyu jambo la kwanza hilo nimekusomea. Hutumia kila ufundi kuwafurahisha wasio tayari kufuata maandiko fulani kwa sababu ya watu watawashangaa. Na wewe umeenda kufanya na hili, umebatizwa na wewe kwa sura kama hii, umepotea na wewe. Hicho tu ndio unashindwa kutimiza haki yote ambayo Bwana wako Yesu Kristo aliitimiza kwa makusudi ya kuonyesha yuko tayari kuaibika, kuvuliwa nguo, lakini asiacha imani, asigeuze. Ndio ilikuwa tafsiri ya ubatizo kama hujui. Na imo kwenye maandiko. Ndio ilikuwa tafsiri ya ubatizo hiyo. Kuwa tayari kutimiza haki yote, yani kufanya na vitu vidogo. Na 2, kuwa tayari kuaibika ukiwa hubadili msimamo. Jambo la 2. Huyo huogopa kuwatenga jumla waumini wa kweli kwa sababu fahari yake ni kusikilizwa na kundi kubwa la watu. Huogopa kuwatenga
waumini wake wa kweli, fahari yake ni kusikilizwa na kundi kubwa la watu. Sikia, injili kabisa, injili ilikuwa inawatenga watu. Injili ilikuwa inawatenga wanaoamini, walikuwa wanatengwa. Wanaoamini wanatengwa, wanawekwa tofauti na wale wengine, na nitakwambia madhara ya kutokuwatenga. Lakini kuonyesha tu waliohubiri injili, akina Yesu walihubiri wakawatenga akina Petro, wakawa nao full time. Wanafunzi wote waliomfuata Yesu walitolewa kwenye masinagogi jumla, wakatengwa jumla. Sio wiki wanaenda kusali huku, wiki ile kule, baada ya masaa fulani huku, baada walikula chakula cha aina moja full time. Walitoka kama wameenda kwenye masinagogi, wameenda kuyahubiri masinagogi na kuambia maisha mengine zaidi ya maisha ya unafiki na uholela. Hawakwenda kule kusali, wanaenda kusalishwa na yule ambaye hakuwasaidia mwanzoni. Sasa tufanye hivi, sasa tufanye hivi. Wanakuwa na makaba, umona walevi, umona watu. Baada ya muda fulani wameenda kule. Injili lazima ufumbe macho, ufunge mkanda. Kama mjui injili sio hii matakataka yaliyopo sasa. Nitaendelea na fundisho ila injili hakuna mhubiri anayehubiri injili. Wengi tunadema tu. Injili sio hiyo. Fuatilia part 1. Fuatilia hizi nyingine zote zitakazofuata. Wenda mmoja utakuja kufahamu, na anajua katika haya anayoongea yuko mwanamume mmoja, mwanamke mmoja atasema mimi na nitoke na nifanye injili ya Kristo Yesu, kwa sababu Yesu amewaita watu wengi sana na angetaka wafanye makusudi yake hayo na baraka hiyo. Lakini kwa bahati mbaya wanakutana na walimu wahuni, matapeli, wanaondoa maana ya wito wa Mungu ambao aliwaita watu duniani. Kwa naamini pengine maneno haya yanaweza kawa challenge, mmoja akataka aje ajilipue, kwa sababu pengine barikiwa ningetamani. Lakini kwa hapa nimepigwa nyundo ya kichwa moja ngumu kweli, ambayo nimeomba Mungu, nimeshashindwa, inawezekana nimeshindwa. Nimeomba kujiuzuru. Sasa hapa nasubiri tu majibu. Nimeomba katika maombi niliyoyaomba, nimeomba kujiuzuru. Kujiuzuru kuishi, kujiuzuru kuhubiri. Nimeomba mwenyewe anaweza kujibu, kwa sababu nimepigwa nyundo ya kichwa kwa sababu ya haya. Nimepigwa pabaya kwa sababu ya haya, na huko nikiwa nasubiriwa na kesi mahakamani, shaka na vifungo, mambo kadha wa kadha vinaningoja. Sasa kwa hiyo kusomee waliohubiri injili hapa. Matendo 19 mstari wa 9. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Wakiitukana ile njia, kumbuka Yesu ni njia. Wakitukana ule utaratibu, mfumo wa maisha, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi. Akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake Tirano. Akawatenga wanafunzi, akahojiana nao kila siku, akawatenga, akawatoa kwenye masinagogi yale mazima. Brother, wote ambao walibaki kule ili waokoe na wengine mle ndani, walibaki raia wa kawaida tu na wanaojichanganya na uovu wa kila namna. Injili ni gharama. Nimekusomea jana katika Mathayo 10 mstari wa 34. Sikuleta amani duniani, adui wa mtu wa nyumbani mwake. Kama wa nyumbani tu watakuchukia, Yesu akamwita na wazimu wa nyumbani. Sembuze wa kwenye masinagogi. Kawaulize, sisi tulikuwa kwenye masinagogi hayo, tuliondoka. Kawaulize walivyochukia. Lakini kawaulize baadaye wanavyotutaja kwa heshima kubwa, ya kwamba nyie wahubiri wakubwa mmethubutu, nyie sisi hatustahili hata kuongea na nyie kidogo, lakini leo mpengine mnatukuma. Sema tizini, ungekuja huku tuliwaacha huko, mngekuja huku tungebaki kule. Tumekuwa misukule tu isiyoeleweka mahali fulani. Miaka nenda miaka rudi, mhubiri usimguse,
huyu simguse, huyu simguse. After all, ukimgusa mtu visivyo huwa hayaumi. Mbarikiwa mimi hapa. Fuatilia kwenye mitandao. Mbona watu husema sana juu yangu? Mbona wanasema sana? Mbona wanasema na watu wananitumia, huyu kakusema hivi, huyu kafanya hivi. Alimadamu ni vitu ambao vinakuwa havina ukweli, vinapotea kirahisi tu. Lakini uoni, mimi nikiongea mambo fulani, nikikusifia, unaona kabisa kweli. Nikikukosoa yanakosoreka nini? Sina hila katika yote ninayofanya. Nafanya kwa pendo la juu la Kristo na Mungu. La juu sana. Ndio maana ukikwazika unakwazika kweli kweli. Unakwazika kweli kweli. Na ndivyo Injili ilivyofanya. Walipokwazika walichukua mawe wakawapiga. Ama ishema tutendeje ndugu zetu? Kwa na mimi ni mawili tu hayo. Ukikwazika unakwazika kweli kweli. Unakwazika kweli kweli. Kifurahi unanifurahia kweli kweli. Lakini hiyo ndio Injili. Yesu alikwenda na kiboko akatandika watu wanaouza mle. Injili haiwezi kukufanya unapatana na watu wote wakati wote, mpaka tu wanafunzi wako kuna wakati wanameguka kweli kweli. Nilikusomea jana pale. Nilikusomea katika topic ile iliyopita pale. Hawaondoi watu katikati ya waovu. Hawaondoi ili waweke tofauti kabisa siku zote, wasijichanganye tena. Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 14. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na wasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie na sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao na hao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana wa majeshi. Sio asema Mbarikiwa wa Mbeya, asema Bwana wa majeshi. Sikia hii mtu wa Mungu. Walikuweko watu waliohubiri Injili zamani, walikuwa na upendo. Haya walikuwa anarudia sana haya. Nyie wa sasa hivi ni watu wa kutaka kufurahisha wengi, kwa sababu mali na ukwasi na vitu mnavyovihitaji viko kwa watu wasiotaka kugeuka na kufuata kusudi la milele la Mungu. Viko kwa watu ambao wanataka kufuata matakwa yao na kufanya vile vitu wanavyoona ni vizuri tu wao. Ndio maana hamwezi kuweka wazi kwa watu kama hao, kwa sababu utawapoteza, utawaudhi. Wako baba zetu waliohubiri Injili, wafuatilie hata miaka tu ya karibuni hapa, chini ya miaka 2000, chini ya miaka 90. Fuatilia baba zetu, maandiko kama haya waliarudia bila kupepesa macho, pepe kabisa. Na ndimo tulimofanyia maamuzi wengine sisi. Wasingefunga mkanda baba zetu, litukana matusi ya kila namna. Wasingefunga mkanda, akina Mbarikiwa sisi na sisi tungekuweko tu. Ameshakuja, atakuja. Atakuweko Chunya, wote tunakusanyika huko. Atakuweko Kamsamba, wote tunakusanyika huko. Miaka nenda rudi, akiondoka mpagani vile vile. Akirudi amekuja. Akiondoka mpagani vile vile, kwa sababu mambo ya kutunga na ya ufundi hayabadili mtu. Yanayobadili mtu lazima ifike mara wakati mwingine yachome moyo. Yachome moyo mpaka awaze, jamani pige mawe uniue au nifanyeje? Hayo ndo mambo yanabadili mtu hayo, baba mdogo hayo. Yanabadili mtu hayo. Uwezi ukakamua jipu mtu anakuchekea. Uwezi ukatoa uovu ambao mtu kwake ulikuwa faida, ukabadilisha maisha ya mtu ambayo mwanzo ilikuwa faida, ukamuingishia maisha mengine kabisa mapya, akakuchekea. Na hayo maisha mapya yaanzi na faida leo wala kesho. Umesikia? Huyu asiguswe mhubiri huyu. Mimi kibali kipimo cha kuto kukugusa, si unasikizwa na watu wangapi? Mbona nakemea kila mtu? Waimbaji wanaoitwa wa Injili wanakusanya watu wangapi? Si wengi. Mbona wanakemea akina Diamond wahubiri marapa wana muziki wanaocheza uchi na vitu? Mbona tunawakemea? Yaani wewe kipimo cha kujaza watu maviwanjani
ama kwenye tusakosi tunatoitwa makanisa, wewe ndio kipimo cha huyu asiguswe. Hata guswa na hao ambao wanaogopa kuchukiwa, wanaogopa kutengwa na kuachwa peke yao. Katika siku ambazo kiumbe huyu ameishi na ataishi, huyu ni kiumbe atakayeweka wazi kabisa mbichi ni ipi, mbivu ni ipi, nyeupe ni ipi, nyeusi ni ipi. Na akichukiwa, kufungwa, kupigwa, kuuawa, kwa haya. Na akipendwa, akiheshimiwa, kuthaminiwa, ni kwa haya. Sikugeuka, sijageuka. Na siku ambazo mwenyewe ametaka niwepo, sitageuka. Kwa haya nimepoteza mtoto. Kwa haya nina kesi mahakamani. Nimesota kidogo mahabusu mara 2 mara 3. Na sijui hata linalonifuata. Nasikia unagusa ma VIP ndo wanaoshinikiza kufungwa. Hata Yesu aliwagusa, walishinikiza afungwe makuhani wakuu. Hainisumbui wala hainidhuru. Wakapangane tu, wakafanye tu hayo wanayotaka kufanya. Jambo la mwisho, huyo ndiye mhubiri aliyeharibu maana ya Injili Tanzania kama si ulimwenguni. Jambo la mwisho, hawaondoi waovu katikati ya wema kwa sababu ya masilahi anayoyajua yeye. Kwa sababu ya masilahi anayoyajua yeye. Na nimejitahidi sana na maandiko mengi ambayo ningesoma Agano la Kale, nimeona tu ngoja niishia ya Agano Jipya. Wakorintho wa kwanza. Hawaondoi waovu katikati ya wema kwa sababu ya masilahi anayoyajua yeye mwenyewe. Wewe ukawa mchungaji ama ukawa katika zile huduma 5, alafu huna kundi fulani specific, kundi wanaokufuata ambao kabisa unawatengeneza wawe na picha kama ya kwako 400%. Wewe ukajiita unafanya kazi katika zile huduma 5. Huduma 5 zina kusudi moja, mwisho wa siku zina kusudi moja, picha moja, kutoa uovu ndani ya maisha ya mtu na kugeuza na kumfanya kama mwanzilishi wa imani alivyokuwa. Ndio maana nitakujia na topic hizi kadha wa kadha. Ndio maana Paulo alisema nifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Na maelezo mengine mengi. Sikia maandiko waliohubiri Injili. Sio hizi bra. Kujipatia ukwasi na maisha fulani na heshima za waovu. Yesu alisema baba zenu waliwafanyia manabii wa uongo vivyo hivyo. Mnawasifu na kuwapongeza. Watu wafanya vitu vya ujinga tu ambavyo mwisho wa siku haviundi picha iliyotakiwa uwe nayo katika Kristo Yesu. Unabaki tu umeokoka. Kuokoka nafikiri ni kusema Bwana asifiwe. Kuokoka ni kubadilisha usemi, mwenendo. Sura hii inakuwa si sura kama hizi za kihuni. Sura tu kabisa mtu anasema Yesu sikumjua, lakini nadhani alikuwa anaelekeana na mtu kama huyu. Unabadilika kabisa, unakuwa na mvuto wa kila kitu. Jamaa fulani tu ulichafu, minywele michafu, uogi, omba, una madeni, una mikopo huku na kule. Nimeokoka. Unakujua? Sijajua kama Mungu kama ataona vema, na ndio maana namuomba kujiuzuru na hajibu maombi yangu, apokee barua yangu. Wengine nataka ningehubiripo uokovu. Nihubiri uokovu ni kitu gani? Takuja kuleta topiki hivi. Sasa hivi kuna watu wanaokoka, kuna watu wameokoka sasa hivi. Kuna watu wanaokoka. Utakuja kusikia wokovu nitakao uzungumzia katika hizi topic hizi. Hizi topic ninazoendelea nazo hizi. Utakuja kujua wokovu. Utajipimu, utajua hujawahi hata kuokoka. Kwa sababu kuna topic ya kwanza nitakuja kuileta. Hawa mnaoita wahubiri wakubwa hata hawajawahi hata kuokoka. Na tukienda kuuliza hawajawahi kusikia hata habari za wokovu. Ndio utajua nyinyi ni vigumu sana hata kuokoka. Ni vigumu sana. Wewe ulihubiri wewe jamaa. Wokovu wewe ndio unajifanya. Hata Yesu kila aliyekuja, kina Yeremia, kina Elia, wote waliambiwa wanajifanya. Hakuna aliyekuja kutengeneza mapito ya kweli ya Mungu. Alijichanganya na uhuni uliomo wa wapiga dili tu wa mitaani.
Alikuja hivyo hivyo kama hivi nilivyokuja. Kama si mimi atakaye kuja, atakuja hivi. Hiyo ndio ujue. Kama si mimi anayekuja kunyosha mapito ya Bwana jangwani, kama si mimi atakaye kuja, mngoje, atakaye kuja atakuja hivi nilivyokuja mimi. Sikia hapa. Wakorintho wa kwanza sura 5 mstari wa 9. Naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au wanyang'anyi, au wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yahusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani. Usihukumu. Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Anafanya hayo huyo mhubiri wenu. Huyu ndiye mhubiri aliyeharibu maana ya Injili, uzito wa Injili, thamani ya Injili. Angepatwa watu wenye upendo kama mimi wakamwambia kwa upendo, na tukimpelekea, ukimwonyesha ujumbe huu, muonyeshe kwamba mwanadamu mwenye upendo wa kweli ulio kwenye kilindi cha moyo wa Mungu anakuambia huu sio uhubiri, hii sio Injili. Huku ni kujitengenezea mazingira tu ya kupata heshima kwa waovu wasiotamani kuacha uovu wao na njia zao mbaya, ila wasomewe maandiko tu yatakayowafurahisha, yatakayowaonyesha wako salama, ili hali wanaharibikiwa na watakuwa na majuto ya milele. Nitaendelea na topiki hii. Hakuna mhubiri anayehubiri Injili kwa sasa, kwa namna tofauti yenye vichwa tofauti, lakini itazunguka kwenye eneo hili. Kwa leo tuishie hapa. Tazama, hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Yeye anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayekufa, atakayewawa, atakayeteswa, atakayekufa katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika baada ya tabu zake. Tazama, Bwana yu karibu kuja. Hii ndiyo maana ya neno Maranatha.